Yohana 1 mstari wa kwanza nasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Amen. Amen. Then read Genesis chapter 1 verse 1. Mwanzo 1 mstari wa kwanza inasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. You can continue. Pili, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tatu, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Now, I know that we all want this year to be our time. Najua sote tunataka mwaka huu uwe zamu yetu. And who does not want it to be their turn? Nani hataki iwe zamu yake? Everybody wants this year to be their turn. Kila mmoja anataka mwaka huu uwe zamu yake. And it's going to be possible because that is the grace that is operating now. Na itawezekana kwa sababu ni neema ambayo inafanyika mahali hapa. Praise the Lord. Amen. I say praise the Lord. Amen. But you see, as much as it is our turn, Ona ya kwamba ni zamu yetu, it doesn't mean that the turn will come automatically. haimaanishi kuwa zamu itakuja hivi tu. There is something that me and you need to do. Ni kitu kuna kitu ambacho mimi na wewe tunapaswa kufanya. There is our part to play. Kuna nafasi yetu ya kucheza So that that turn can happen. ili ile zamu itendeke. Praise the Lord. Amen. And so this morning I want us to look into what are we supposed to do. Na asubuhi ya leo ningependa kuona kitu gani tunapaswa kufanya So that this turn can be a realistic to ili us. hii zamu ikawe kweli kwetu. Praise the Lord. Amen. Now, we are in the beginning of the year. Tuko katika mwanzo wa mwaka. Actually, is this the first Sunday? Hii ni Jumapili ya kwanza. So, we are at the beginning of the year. Tuko katika mwanzo wa mwaka. And as we have read in the book of John, Na vile tumesoma katika kitabu cha Yohana, the Bible says in the beginning there was the Word. Biblia nasema mwanzo kulikuwa na neno, And the Word was with God. na neno lilikuwa kwa Mungu. So when we analyze that statement, Na tunapochambua hiyo statement is that in the beginning ya kwamba mwanzo there was the Word. kulikuwa na neno, So we can say the beginning na tunaweza kusema mwanzo is the same as the Word. mwanzo ni sawasawa na neno, And also the beginning is the same as God. na pia mwanzo ni sawasawa na Mungu. Because it says the beginning there was the Word and the Word was with God. Na inasema kuwa mwanzo kulikuwa na neno, na neno lilikuwa kwa Mungu, And the Word was God. na neno lilikuwa Mungu. So we can actually say beginning equals to God. Kwa hivyo tunaweza kusema mwanzo ni sawasawa na Mungu, And that is the reason why the Bible calls God the Alpha and Omega. na hiyo ni sababu ya kuwa Biblia linasema Alfa na Omega ni Mungu. Which means Alpha is the beginning. Hiyo inamaanisha Alfa ni mwanzo, So the beginning is God. kwa hivyo mwanzo ni Mungu. God is Alpha. Mungu ni mwanzo, God is Alpha. Hallelujah. Mungu ni Alfa, And God is the beginning. na Mungu ni mwanzo. So when we are at the beginning of the Kwa year, hivyo tukiwa katika mwanzo wa mwaka, it means we are starting with God this year. inamaanisha tunaanza na Mungu wiki hii. Are you understanding? Unaelewa? Praise the name of the Lord. Amen. Because we are at the beginning of the Kwa year, hivyo tuko katika mwanzo wa mwaka, and the beginning equals God. na mwanzo ni sawasawa na Mungu. So the beginning is God. Kwa hivyo mwanzo ni Mungu. And so in this time of the year, Kwa hivyo katika wakati huu wa mwaka, this is the time that you're supposed to have wakati God. huu ni wakati unapaswa kuwa na Mungu. If your beginning has God, Wakati mwanzo wako una Mungu, then your end will
have mwisho God. wako utakuwa na Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Because it means he has been Alpha, Kwa sababu inamaanisha amekuwa Alfa, and so automatically he will become na your yenyewe Omega. atakuwa Omega wako. So when you reach the end of Na things, ukifika katika mwisho wa vitu, then your God will appear na Mungu wako atapatikana, because he is the kwa Omega. sababu anaitwa Omega. But he cannot be Omega Hawezi kuwa Omega if he's not the Alpha. kama yeye si Alfa. Praise the name of the Lord. Amen. You see, for many people, Unaona, kwa watu wengi they want God when they are defeated. wanataka Mungu wakati wakishindwa, They want God when they have reached the end. wanataka Mungu wakati wakifika mwisho, So they only want the Omega God. wanataka yule Mungu Omega peke yake, But they do not want the Alpha God. hawataki kuona Mungu Alfa. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. But today, Lakini leo I want us to look into things. nataka tuangalie vitu. Praise the name of the living God. Amen. Today, I want us to look into things Leo nataka tuangalie vitu so that we can have God start with us, ili tukapate Mungu kuanza na sisi, and automatically na yenyewe tu we are going to have God end with us. nataka tutapata Mungu mwisho wetu. Because how can you have God end with you, Itakuwa vipi Mungu amalize na wewe and yet that God has not started with you? na Mungu hakuanza na wewe? So if we need him to end the year with us, Kama tunataka amalize mwaka na sisi, then automatically he's got to start the year with yenyewe us. ni kaanze na sisi. Praise the name of the living Amen. God. Now the Alpha God Kwa hivyo yule Mungu Alfa is the Omega God. ni yule Mungu Omega. Now the Bible has taught us this morning Biblia inatuambia asubuhi ya leo that in the ya beginning kwa mwanzo there was the Word, kulikuwa neno, and the Word na neno was with God, ilikuwa kwa Mungu, and the Word na neno was God. ilikuwa Mungu. So our beginning Kwa hivyo mwanzo wetu is the same as God. ni sawasawa na Mungu. Praise the name of the living Amen. God. Now we want to start with God this Sasa year. tunataka kuanza na Mungu mwaka huu. We want to start with God this year. Tunataka kuanza na Mungu mwaka How many huu. are ready to start with Mwaka God wako this year? tayari kuanza na Mungu mwaka huu. Hallelujah. Haleluya. Because when you start with God in January, Unapoanza na Mungu Januari, February He's going to be there. Februari atakuwa na wewe. Even March is going to be Mwezi there. wa tatu atakuwa na And wewe. all through to December, Pia mpaka Disemba He's going to be with you. atakuwa na wewe pia. Praise the name of the living God. Amen. Because when you start with God, Kwamba unapoanza na Mungu it means everything you do inamaanisha kila kitu is unachofanya going to be stamped by God. itapigwa muhuri na Mungu, Because the Lord is the kwa altar. sababu Bwana ndo The madhabahu. Bible says He's the altar. Mwanzilishi. Biblia nasema Mungu ndo mwanzilishi. The Lord is the altar. Mungu ndo mwanzilishi. If He becomes the altar, Kama Mungu ni mwanzilishi, then automatically He will be the finisher. na atakuwa mtu anayemaliza, atakuwa Omega. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So if we want to finish with the Lord, Kwa hivyo kama tunataka kumaliza na Mungu, then we got to start with the Lord. lazima tukaanze na Bwana. Now we have read in Genesis, Tumesoma katika Mwanzo, it says in the beginning, inasema mwanzo God. Mungu, In the beginning, mwanzo God. Mungu. So these two words Haya maneno mawili have been used interchangeably yametumika kiubadilisho to mean that the beginning is the same as God. kumaanisha kwamba mwanzo ni sawasawa na Mungu. In the beginning there was nothing Mwanzo kulikuwa hakuna kitu except God. isipokuwa Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. So the beginning of the universe, Mwanzo wa nchi, there was only God that was present. Mungu alikuwa ni yeye peke yake. And then after that, Baada ya hapo He started creating. alianza uumbaji. He started creating. Alianza uumbaji. Now today, Kwa hivyo leo we are going to create our year. tunaenda kuumba mwaka wetu, Because there is something that kwa happens sababu kuna kitu huwa kinatendeka in every beginning. katika kila mwanzo. It's called creation. Inaitwa uumbaji. Praise the name of the Lord. Amen. Creation does not start in the end. Uumbaji hauanzi mwisho. Creation does not happen in the middle of things. Uumbaji hautendeki katikati ya vitu. Praise the Lord. Amen. Are we together? Tuko pamoja. Creation does not happen at the 3/4 of the journey.
uumbaji hautendeki katika 3 juu ya 4 katika safari yako. Rather, creation does not start when you have already gone several distances. Uumbaji hautendeki wakati umeenda kitalifa cha safari. But creation usually happens at the beginning. Lakini uumbaji unatendeka katika mwanzo. It is at the beginning that people sit down. Ni mwanzo ambapo watu hukaa and draw the nature of what they want. Na kuchora kitu ambacho wanataka. For anyone who wants to build a house, kila mmoja anayetaka kujenga nyumba does not build until they finish. Hajengi mpaka amalize. And then they sit down and draw a plan for that house. Alafu akae atengeneze ramani ya ile nyumba. Does that happen? Hiyo inatendeka. Praise the name of the Lord. Amen. But they sit down before that house is built. Anakaa kabla ile nyumba ijengwe. They draw the plan of that house. Anatengeneza ramani ya ile nyumba. And then they use the plan to lay the foundation. Alafu anatumia ile ramani kutengeneza msingi wa nyumba. Now the stage of planning, ule wakati wa kutengeneza ramani, is the stage that is called the creation stage. Wakati unaoitwa uumbaji. Praise the name of the Lord. Amen. So we cannot sit down until April. Hatuwezi kaa mpaka mwezi wa 4. And then now we sit down and plan for the year. Alafu tukae tutengeneze mwaka utakuwa vipi. And say how we want the year to be. Na tuseme mwaka tunataka uwe vipi. This is the time to lay down the plan. Huu ndio wakati wa kutengeneza ramani ya mwaka mzima. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. You are the one who is going to create your own year. Wewe ndiwe utakayeumba mwaka wako peke yako. Because if you do not create it, kwa sababu kama hautaumba, then the world is going to create it for you. Kwa hivyo dunia itakutengenezea mwaka. And you will have to live according to the standards of another person. Na utaishi kulingana na malengo ya mtu mwingine. That's why you find people who do not know where they are going. Na kwa hivyo unapata watu hawajui waendapo. When they meet people going this way, wanapokuta watu wanaenda huku, they follow them. Wanawafuata. When they go and meet another crowd of people going this way, wanapoenda kuona kundi la wengine wanaenda huku, they also follow them. Wanawafuata. By the end of the year, mwisho wa mwaka, they have done nothing in their life. Hawajafanya lolote katika maisha yao. Because they followed so and so, kwa sababu wamefuata yule, and they did not reach. Na hakufika. Then they stopped and followed another person. Walipata fulani pale. They did not reach. Na hawakufika. I want us to have plans of our own. Nataka leo tukajitengenezee ramani yetu. What is your plan? Mpango wako ni gani? What is your plan this year? Mpango wako ni gani mwaka huu? Talk to somebody, ask somebody what is your plan. Mtu muulize mpango wako ni gani wa maisha mwaka huu? Praise the name of the Lord. Amen. The Bible says, Biblia inasema, the first thing that God created was light. Kitu cha kwanza ambacho Mungu aliumba ni mwangaza. Light. Mwangaza. As we are creating 2020, kama vile tunaumba 2020, the first thing we are going to create is the light of God. Kitu cha kwanza tunaenda kuumba ni mwangaza wa Mungu. Now, you see, how are we going to create? Ni vipi unaona tunaweza kuumba? The Lord created using the word. Bwana aliumba kutumia neno. And that's why the word cannot be separated from the beginning. Na kwa hivyo neno haliwezi kutenganishwa na mwanzo. Are you understanding? Amen. The word and the beginning are the same thing. Mwanzo na neno ni kitu kimoja. And God is the same thing. Na Mungu ni kitu kimoja. That is why John says there was in the beginning there was the word and there was God. Hiyo ndo maana Yohana anasema kulikuwa na mwanzo, kulikuwa neno na kulikuwa Mungu. So what is the word that you have today for your 2020? Kwa hivyo ni neno gani uko nalo kwa mwaka 2020? Praise the name of the Lord. Amen. So the first thing that we are going to create is light. Kitu cha kwanza ambacho tunaenda kuumba ni mwangaza. And we are going to say let there be light in 2020. Na tunaenda kusema wacha iwe mwangaza katika mwaka 2020. Let there be light in 2020. Na iwe mwangaza katika mwaka 2020. I say again, let there be light in 2020. Na iwe mwangaza katika mwaka 2020. Because when we have light, kwa sababu tukiwa na mwangaza,
kuona, we are able to move tunaweza kutembea at a high speed. katika speed ya juu. Tell me one person Niambie mtu mmoja who can run in darkness. ambaye anaweza kukimbia kwenye giza. Is there anyone Unaye mmoja who can run in darkness? ambaye anaweza kukimbia kwenye giza? It's not possible. Hiyo haiwezekani. Always when you are in darkness, Ukiwa kwenye giza, you walk carefully unatembea kwa makini, because you don't know you might hit something kwa ahead sababu of you, huwezi jua unaweza kugonga kitu hapo mbele. or there may be a ditch ahead of you, Pengine kunaweza kuwa na shimo mbele yako, and so you could fall down. na unaweza kuingia ndani. So you are walking so carefully Unatembea kwa makini sana because there is no light. kwa sababu hakuna mwangaza. And the journey in darkness, Na safari katika giza it usually takes a long time, inachukua muda mrefu, because before you figure out where you are kwa going, sababu kama unataka kujua kule unaenda, you will waste a lot of time utamaliza muda mrefu touching other things. kugusa huku na huku. You are touching things to make sure that, Unagusa vitu ili to know that that is the way. ujue hii ndo njia. We do not want to walk like that Hatutaki kutembea kama in hivyo 2020. mwaka 2020. Time for touching things, Si zamu ya kugusa vitu. that time of touching and trying things Huo wakati wa kugusa na kujaribu vitu is over. uliisha. We want to be sure Nataka tuwe tuna uhakika what we are na doing. vitu tunavyofanya. That's the name of the Lord. Amen. I say we want to be sure Nasema tunataka tuwe na uhakika of what we are na doing. vitu tunavyofanya. It's not a time to try Si business. vitu vya kujaribu biashara. We want to start a business Nataka tuanze biashara and go through it in na 2020. tuende nayo mwaka Praise the name 2020. of the Lord. Amen. The time for trying business Zamu ya kuanza biashara was gone long time ago. ilipita mwaka But this time the 2019. light of God, Lakini zamu hii the light of God mwangaza wa Mungu is ahead of us. uko mbele yetu. It is helping us to see. Unatusaidia kuona. And so we will be sure Kwa hivyo tutakuwa na uhakika before we invest, kabla tutengeneze tuwekeze, kabla tuwekeze we will know where we are investing. tunaweza kuelewa wapi tunawekeza. And we are going to be sure of what we are doing. Tutakuwa na uhakika na kile So tunafanya. let there be light in Kwa hivyo 2020. wacha ikawe mwangaza mwaka I 2020. said let there be light in Na iwe 2020. mwangaza mwaka 2020. The young people, Watu wadogo, I said the youths, vijana. praise the name of the Lord. Amen. It is not a year of trying Si relationship. mwaka wa kujaribu mahusiano. It is not a year of wasting time. Si mwaka wa kuharibu muda. You waste time with Jerry, Haribu muda na Njeri. and then you leave her, you go and start with Halima, Ulienda ukaanza Halima. and then you leave Halima, you go and start with Mary. Ulianza Halima ukaanza na ukaenda kwa Mary. It is not the time for wasting time. Si wakati wa kupoteza muda. Praise the name of the Lord. Amen. May the light of God be in 2020, Wacha mwangaza ukawa mwaka so 2020 that the Lord may guide you in relationship. ili Mungu akaweza kuongoza kwa mahusiano. When this man is not a good man, Wakati huyo mume si mume mzuri, the Lord may show you earlier, Mungu atakuonyesha so mapema that you will not waste time with that. ili usipoteze muda na yule mume If yule. that lady is not a good one, Kama msichana yule si mzuri, may the Lord show it to you earlier, wacha Mungu akakuonyeshe mapema so that you do not waste time with ili her. usipoteze muda na yeye. I say let there be light in Wacha 2020, ukawa mwangaza mwaka 2020 because we have no time to kwa waste. sababu hatuna muda wa kupoteza. I say we have no time to waste. Hatuna muda wa kupoteza. We want to grow in Tunataka 2020. tukakue mwaka We want to 2020. succeed in Tunataka 2020. tukafanikiwa mwaka We want 2020. to have testimonies in Tunataka 2020. tukapate ushuhuda mwaka We 2020. want to have blessings in Tunataka 2020. tukapate neema mwaka 2020. And so we got no time to Na waste. kwa hivyo hatuna muda wa kupoteza. Let there be light. Wacha iwe mwangaza. Let there be light in Wacha your iwe year. mwangaza mwaka huu. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Even when you're going to buy a piece of land, Hata wakati tunapoenda kununua shamba, we do not have time to buy land hatuna muda wa kununua shamba and then come and realize that that land was bought by another person. alafu uje kugundua kuwa shamba lile lilinunuliwa na mtu mwingine. And then you have to break your house Kwa hivyo unapaswa uvunje nyumba yako and
and go and look for another piece of land. alafu ukatafute shamba lingine. I don't think we have time for that in 2020. Nafikiri hatuna muda huo mwaka May 2020. the Lord guide us Wacha Bwana akatuongoze to the right pieces of land, katika nafasi nzuri za shamba, so that we do not waste our money ili tusipoteze pesa zetu, and we do not waste our time. ili tusipoteze muda wetu. Let there be light in Wacha 2020. iwe mwangaza mwaka Praise the 2020. name of the Lord. Amen. Even that employment that we are looking for, Hata ile kazi uajiri tunaoangalia, let there be light in that search, wacha iwe mwangaza katika utafutaji wako, so that we are not employed in a place, ili tusiajiriwe mahali stay there for 6 months, tukae pale kwa miezi 6 and there is no salary, na hakuna mshahara, and then we go back home with nothing. na tuende nyumbani bila kitu. Let there be light in Wacha iwe 2020. mwangaza mwaka That the 2020, Lord may guide us to the right ya kwamba employers. Bwana ataweza kutupeleka kwa uajiri wa kawaida. Hallelujah. Amen. The Lord may guide us to the right employers. Mungu atatuelekeze kwa waajiri wazuri. Praise the name of the Lord. Amen. May there be light in your ear in the name of Jesus. Wacha kukawe mwangaza kwa makao wako katika jina la Yesu. Everywhere, even in ministry, Kila mahali, hata katika huduma, may there be light. ukawe mwangaza. I say, may there be light in your ministry. Iwe mwangaza katika huduma yako. In your singing, may there be light. Katika uimbaji wako kukawe mwangaza. In your prayers, may there be light. Katika maombi yako kukawe mwangaza. In your everything you do in church, may there be Katika light. kila kitu chako unachofanya kanisani kukawe mwangaza. Even in your family, may there be Hata light. katika familia yako kukawe mwangaza. The things that you have been guessing in your family, Vitu ambavyo umekuwa ukiona katika familia yako, you have been guessing, umekuwa ukibahatisha. umekuwa ukibahatisha We katika do familia not want yako. you to guess again this year. Hatutaki ukabahatishe tena mwaka You know, huu. there are people who are married, Kuna watu wameoa but they are not sure whether they are married. lakini hawana uhakika kama Because wameoa, that marriage is like guesswork. kwa sababu ile ndoa ni kama kubahatisha You tu. are inside, Uko ndani but at the same time you are na wakati outside. huo huo uko nje, Because he has told you anytime he can chase you. kwa sababu amekwambia wakati wowote anaweza kukufukuza. We don't want to guess this year. Hatutaki kubahatisha mwaka huu. Praise the name of the Lord. Amen. May there be light in your Wacha iwe marriages. mwangaza katika ndoa yako. Those marriages be stable in Jesus' Wacha name. ndoa hizo zikawe za kudumu katika jina la Yesu. And even that relationship between you and your wife or your Na husband, huo uhusiano kati ya wewe na mke wako ama na mume wako, may there be light in that wacha ikawe relationship. mwangaza katika uhusiano huo. Praise the name of the Lord. Amen. So that you can see every evil, Ili ukaone kila ubaya and that the Lord may guide you to the right things. na Mungu akakuelekeze katika vitu vya sawa. Every decision that you are about to make, Kila unachotaka kupanga, every decision that you are about to make, kila unachotaka kupanga, may the light of God guide you. wacha mwangaza wa Bwana Because ukakuongoze, the light of God kwa sababu mwangaza wa Mungu is the wisdom of God. ni hekima ya Mungu. I said the light of God Mwangaza wa is Mungu the wisdom of ni God. hekima ya Mungu, The wisdom of na God hekima ya is Mungu the one that tells you ndiyo inayokuambia this is the right way. hii ndio njia ya sawa, Do not go this way. usiende njia hii. The wisdom of God Hekima ya Mungu is the one that teaches you ndiyo inakufundisha where to put your money. mahali unapopaswa kuweka pesa zako. The wisdom of God Hekima ya is Mungu the one that will guide you ndiyo inayokuongoza which particular friend to follow. ni rafiki yupi unayepaswa Are you listening to me? Unanisikiza? It is the wisdom of Ni God hekima ya Mungu that is going to help you ambayo itakusaidia know who to follow this year. kujua nani wa kufuata mwaka huu. It is the wisdom of God Hekima ya Mungu that is going to guide you ambayo itakuelekeza to know where to save your kujua money. wapi utawekeza pesa zako. It is the wisdom of God Hekima ya Mungu that is going to teach you ambayo itakufunza how to do business. ni vipi utafanya biashara. It is the wisdom of Ni God hekima ya Mungu that is going to guide us this ambayo year. itatuongoza mwaka huu. Let there be light. Wacha ikawe mwangaza, Let there be light wacha ikawe mwangaza in 2020 katika mwaka 2020 in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. The Bible continues to say, Biblia inaendelea kusema verse 6, mstari wa 6,
The Lord said, let there be vault between the waters to separate the water from the water. So God made the vault and separated the water under the vault and the water above it. And it was so. God called the vault sky, and there was evening, and there was morning in the second day. So in the second day, Mungu akasema, just continue. I said in the second day, na siku ya pili the Lord created Bwana aliumba the sky. mbingu. In other words, in other English, it calls the heaven. Aliumba mbingu. Praise the name of the Lord. Amen. He created the heaven in the second day. Aliumba mbingu siku ya pili. In our 2020, Mwaka wa 2020 we will create the heaven. tutaumba mbingu. And so we say, let there be heaven Na kwa hivyo tunasema wacha iwe mbingu in 2020. katika mwaka wa 2020. Now what is the heaven? Mbingu ni nini? The Bible says Biblia linasema that the heaven ya kwamba mbingu is the throne of God, ni kiti cha enzi cha Mungu, and the earth na nchi is the footstool of God. ni mahali Mungu anaweka miguu. Praise the name of the Lord. Amen. And so, if we create the heavens, Na tunapoumba mbingu, we are creating the throne of God, tunatengeneza kiti cha enzi cha Mungu, where God can dwell, wakati mahali Mungu anaweza kaa, the home of God, mji wa Mungu, the dwelling place of the Lord. mahali Mungu Bwana anakaa. Praise the living God. Amen. Our 2020, Mwaka wetu wa 2020 we must create space for God. wacha tukatengeneze nafasi ya Mungu. Are you understanding? Unaelewa hapo? Let there be space for God. Wacha pakawe nafasi ya Mungu. When we say let there be heaven, Tunaposema iwe mbingu, then we are saying let there be space for God in 2020. tunasema wacha ikawe nafasi ya Mungu mwaka 2020. You know, Unajua, you can give space to a person, unaweza kumpa nafasi mtu, maybe a lover, pengine mpenzi, and you give them space in your life. unampa nafasi katika maisha yako. When they call you, you are available. Ukimuita, akikuita uko hapo tayari. When they say, I want to see you, you are there. Anaposema nataka kukuona, uko pale. You can create space for your employer. Unaweza tengeneza nafasi kwa mwajiriwa wako. When he tells you, I want you to come every morning, you will go. Anaposema uje kila asubuhi, utaenda. When he tells you, today is Sunday, but come to work, you go. Anaposema leo ni Jumapili lakini njoo kazini, utaenda. See, you have created space for your employer. Na si umetengeneza nafasi kwa mwajiri wako. You can create space for your husband or your wife. Unaweza kutengeneza nafasi kwa mke wako ama mmeo. When he tell you, I want to spend some time with you, you go. Anaposema nataka kuwa na muda na wewe, utaenda. And when he says, I want to talk to you, you will be available. Anaposema nataka kuongea na wewe, utakuwa pale. Because you have created space Kwa for them. sababu umemtengenezea nafasi. You can also create space, some create space for movies. Unaweza kutengeneza nafasi, na pia wengine wanatengeneza nafasi kwa filamu. And you find that every 8 o'clock they must be at home. Unapata saa 2 wanapaswa kuwa nyumbani, So that they can watch that movie series that is happening in ili TV. waangalie ile filamu ambayo iko kwa televisheni. And even if they are doing something else, they will stop and go Na home. hata kama wanafanya kitu chochote, wataacha na waende nyumbani, Because they have created space for that film. kwa sababu wametengeneza nafasi kwa ile filamu. And some are creating space for gumzo. Kuna watu wanatengeneza nafasi for stories. Every evening you will find them seated somewhere talking. Utawakuta kila jioni wanakaa mahali wakipiga gumzo, And they will make sure they are available to that place. na watahakikisha wako pale mahali. Some of us are creating space for education. Wengine tunatengeneza nafasi kwa masomo. They will be in school throughout the year. Watakuwa shuleni mwaka mzima, They will not miss even a single class. hata wataweza kukosa hata darasa moja. And even if it's Saturday, they will go to school. Hata kama ni Jumamosi wataenda shuleni, Because they have created space for that. kwa sababu wametengeneza nafasi. Kwa hiyo Are you understanding me? unaelewa. But what am I saying
this Na morning? ninasemaje asubuhi ya leo? In all the things that we will do Kwa kila kitu tunachopaswa kufanya and all the spaces that we will create, na nafasi zote ambazo tutatengeneza, may there be heaven. wacha kukawe mbingu mwaka 2020. May there be heaven in your life. Wacha kukawe mbingu katika maisha May yako. there be a space for God in your life. Wacha kukawe nafasi ya Mungu katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Amen. If you will give your employer 6 days of the week, Kama utampa mwajiri wako siku 6 za wiki, at least give 1 day to the Lord. mpe Bwana siku moja. Praise the name of the Lord. Amen. At least give an hour every day for the Lord. Mpe tu Bwana kila siku jisaa moja kila siku. You can give the Lord only 1 hour in the day. Unaweza kumpa Mungu tu siku jisaa moja kwa siku. If you are too busy. Kama uko na But shughuli sana. let there be heaven every day. Wacha kukawe mbingu kila siku. Let there be heaven every day. Wacha kukawe mbingu kila siku. If you want this year to be your turn, Kama unataka mwaka huu uwe zamu yako, this turn has a condition. zamu hii iko na vigezo fulani. And the conditions are things that we are given. Na vigezo ni hivi ambavyo tunavitoa. One of them, Kimoja chayo, create heaven for the Lord. tengeneza mbingu kwa Bwana. Create heaven for the Lord. Tengeneza mbingu ya I Bwana. know that we are so busy. Najua tuna shughuli sana. We are busy with life. Tuna shughuli za maisha. But in your busy schedule, Lakini katika kuwa na shughuli nyingi, create time for God. tengeneza wakati na Mungu. Some of us are spending a lot of time with our phones. Wakati wengine wengine wetu tunatengeneza muda mwingi na simu zetu. We have created a lot of space with phone Tunatengeneza nafasi kubwa kwa simu zetu than the space we are creating for God. kushinda nafasi tunayotengeneza na Mungu. So how can the Lord be on your side Ni vipi Mungu Bwana atakuwa upande wako if you're not spending time with Him? kama hauwi na muda na yeye? Let me just ask you a question. Wacha nikuulize swali. Your primary school friend, Yule rafiki wa shule ya msingi, primary school friend, yule rafiki wa shule ya msingi, the one that you were with those years, yule ulikuwa naye miaka hiyo and you have never met again, na hujamkuta tena and you've never talked. na haujaongea, Is it possible when you meet them at the ferry, ni inawezekana ukimkuta pale kwenye kivuko cha feri, and you tell them, I have a problem of transport, give me 1,000, are they going to give you? umwambie kuwa nina shida 1,000 nataka kusafiri, anaweza kukupea? It's not possible. Haiwezekani. Because this person you have over 30 years you've not met. Kwa sababu mtu huyu una kama miaka 30 hamjakutana, You don't talk on phone. hamongei kwa simu, And then you just meet him on the road na unamuona tu barabarani, and you tell them, you know we were with you in primary school na umwambie unajua tulikuwa na wewe shule ya msingi 30 years ago. miaka 30 iliyopita, Can you help me with 1,000? saidie na 1,000, niko na shida. That is very strange. Hiyo ni haiwezekani. They cannot help you. Hawezi akakusaidia. That is the same way we behave with God. Hivyo ndivyo tunaweza kutenda na Mungu. The whole week we are busy with other things. Wiki nzima tuna shughuli na vitu vingine, And then on Sunday we come na Jumapili tunakuja and we tell God, God, I want money. na Mungu, namwambia Mungu nahitaji I have fedha, a problem. niko na shida, I want a healing. I want you to heal me. nataka uniponye, I have a problem. nina shida. And the Lord is wondering, who is this? Na Mungu anashangaa, huyu ni mtu yupi huyu? Because I don't know this person. Kwa sababu simjui huyu. You have been away the whole week. Umekuwa mbali wiki nzima, Only to come one day unakuja tu siku moja and you're already asking for things. na unauliza vitu. That is how we behave. Hivyo ndo hutendeka. And sometimes we find that God is not answering our prayers. Na wakati mwingine tunakuta Mungu hajibu maombi yetu. Right, because the Lord wants a relationship with Ni us. kweli, kwa sababu Mungu anataka uhusiano na sisi. He wants a relationship with us. Anataka uhusiano na sisi. More than your prayers. Hata kushinda maombi yako. He wants a personal relationship with you. Anataka uhusiano na wewe. If God becomes your friend, Kama Mungu ni rafiki yako, you may not even need to ask. hata unaweza kutouliza.
You understand me? Unanielewa? Have you seen two people who walk together? Ushawaiona watu wawili ambao wanatembea pamoja? They are very good friends. Ni marafiki wa dhati. Until when one has a problem, hata kama mmoja ana shida, the other one knows even before he's told. Mwingine anajua hata kabla hajaambiwa. And calls the friend and tells you, I think something is not right. Anamuita yule rafiki na kumwambia, nafikiri kuna kitu hakiko sawa. You don't look okay. Haukai uko sawa. What is the problem? Shida ni nini? And the person tells you, it's true, I am not fine. Na yule mtu anamwambia, ni kweli mimi siko sawa. How did this one know? Huyu amejua vipi? Because they have walked together. Kwa sababu wametembea pamoja. They have known each other. Wamejuana. Can we be a friend of God this year? Tunaweza kuwa marafiki kwa Mungu mwaka huu. Can we create a heaven this year? Tunaweza kutengeneza mbingu mwaka huu. Praise the name of the Lord. Amen. Can we create a heaven this year? Tunaweza kutengeneza mbingu mwaka huu. That the Lord may have space. Ili Bwana akapate nafasi maishani mwako. That the Lord may have space this year. Ili Bwana akapate nafasi mwaka huu. Even in your business. Hata katika biashara zako. May the Lord have space. Wacha Bwana akapate nafasi. You can be there in the morning and call upon the name of the Lord. Unaweza kuwa asubuhi hapa uite jina la Bwana. Invite the Lord in your business. Unamuita Bwana katika biashara yako. And in the evening when you're closing, na jioni wakati unafunga, thank the Lord for the day. Unamshukuru Bwana kwa ile siku. So when you're getting into that business, kwa hivyo kama unaingia katika biashara ile, maybe it is a shop, pengine ni duka, invite the Lord. Mkaribishe Bwana. Or maybe it is an office, pengine ni ofisi, invite the Lord. Mkaribishe Bwana. Call the Lord. Ita Bwana to take over the day. Akachukue ile siku. Praise the name of the Lord. Amen. Invite God. Mkaribishe Bwana. May there be heaven in 2020. Wacha kukawe mbingu mwaka 2020. Let there be heaven in 2020. Wacha kukawe mbingu mwaka 2020. This year, last year, mwaka uliopita, we had very few people coming over to church. Kulikuwa na watu wachache wanakuja kanisani during the weekdays. Katika siku za wiki. And not because people were all busy. Sio kwa sababu watu walikuwa wote wana shughuli. But we can easily spend time at home. Ni rahisi sana kupoteza muda nyumbani than to come to church. Na kutokuja kanisani. I am urging us. Ninawaambia, may the Lord help us to create time this year. Ninawahimiza ya kwamba Bwana akatusaidie kutengeneza muda mwaka huu. So that on Monday you find people around. Ili Jumatatu ukapate watu mahali hapo. Tuesday you find people praying under the trees. Jumanne ukapate watu wakiomba chini ya miti. There are people who come from other churches. Kuna watu wanatoka makanisa mengine. They come to pray here. Wanakuja wakiomba hapa. And us members, we've never come for. Na sisi washirika hatujakuja. Praise the Lord. Amen. Ask your neighbor, have you ever come fasting during the week? Uliza jirani yako, umekuja ukifunga katikati ya wiki? I know they have just smiled and they have not given you an answer. Najua wamecheka tu lakini hawajakupa jibu. I challenge you. Hiyo ni mtihani. If you want this year to be your turn, kama unataka mwaka huu uwe zamu yako, reduce your time at home. Punguza muda wako nyumbani. Increase your time in church. Ongeza muda wako kanisani. Reduce your time at home. Punguza muda wako nyumbani. Increase your time in church. Ongeza muda wako kanisani. I assure you, ninakuhakikishia, you will see changes. Utaona mabadiliko. You will see changes. Utaona mabadiliko. Because when you become a friend of God, kwa sababu unapokuwa rafiki wa Mungu, He's going to deal with your deeper things. Atashughulikia vitu vyako vya ndani. It is a very close friend. Ni rafiki wa karibu tu, whom you can tell deep secrets. Ambayo naweza kumwambia siri za ndani. Si ni kweli? Yeah. But the friend yule wa juju, lakini the shallow friend, you can't start telling them deep secrets and you just met the other day.
hauwezi kumwambia siri za ndani na ulimuona tu siku iliyopita. Because you are not sure whether your secrets are safe with that person. Sababu hauna hakika ya kwamba siri zako ziko salama kwa yule mtu. And so it takes the depth of friendship, inachukua kina cha urafiki, to deal with deep issues, kushughulikia vitu vya ndani. So I know you have deep issues that you cannot share. Ninajua uko na vitu vya ndani ambazo huwezi kuambia mtu. But those deep issues, lakini vile vitu vya ndani, do you have a close friend in the Lord? Uko na urafiki na Bwana. Because when you have a close friend with the Lord, kwa sababu unapokuwa na urafiki wa karibu na Bwana, then those deep issues can be dealt with. Kwa vile vitu vya ndani vitashughulikiwa. So today I want to stop in those two things. Kwa sababu leo tunapenda tunataka tufikie hivyo vitu viwili. And then next Sunday we are going to continue. Na Jumapili inayofuata tunaenda kuendelea. We are creating our year. Tunaumba mwaka wetu. Praise the name of the Lord. Amen. And we said the first thing, let there be light. Tunaposema kitu ya kwanza, wacha ikawe mwangaza. And the second thing, let there be heaven. Na kitu cha pili, wacha ikawe mbingu. Let there be heaven. Wacha ikawe mbingu. May your 2020 be full of the Lord. Wacha mwaka 2020 wako ukawe Bwana. This is your turn to know the Lord. Hii ni zamu yako ya kujua Bwana. This is your turn to know the Lord. Hii ni zamu yako ya kujua Bwana. Praise the Lord. Amen. And in that same mood, na katika hali hiyo, this week we shall be having prayers and fasting.